Lakini niwashukuru sana viongozi wa dini kwa maana ya kwamba mnatulea katika imani na yale yote ambayo mmetuhusia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, sasa twende tukayatende hata baada ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tuishi kwa upendo, amani, mshikamano kama ambavyo viongozi wetu wakuu wa nchi wamekuwa wakituasa nyakati zote. Lakini niseme neno moja kubwa kwa wakati huu. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan ametafsiri neno utu kwa vitendo na tayari sasa anakwenda kuwakomboa wanyonge katika sekta ya afya kwa kuleta bima ya afya kwa wote. Tunaamini kwamba kwa kile ibada tuliyoifanya sisi tunataraji malipo kwa Mungu sote, kwa sababu tunashirikiana kwa pamoja, na hii yote ni kuomba, kwa sababu tunaendelea kuliombea taifa letu, tunaendelea kuombea viongozi wetu ambao mmesimama kuhakikisha kwamba Tanzania inaendelea kuwa na utulivu, Tanzania inaendelea kupata uchumi, Tanzania inaendelea kuwa ni nchi ambayo Watanzania wake wananeemeka. Leo angalia Geita yetu, tunashukuru Mungu kwamba leo inaendelea kupata uchumi pia hata Geita, kwa maana ya kwamba rasilimali zinazoendelea kupatikana kutoka kwa Mungu ambaye ameziwekeza katika mkoa wa Geita, leo wana Geita wananawirika. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu, aendelee kuineemesha Geita na aendelee kuineemesha Tanzania ili tuweze kuishi maisha ya salama, mapenzi na mahusiano mema, kwa sababu sisi sote Mungu ametupendelea katika nchi inayoitwa Tanzania. Kwa sababu kuna watu hapa wametoka umbali mrefu, lakini mnathamini upendo, mshikamano wa mkoa wetu na kuthaminiana. Mtu yoyote ambaye ametoka distance ndefu kuja hapa, maana yake anathamini Wanambogwe, lakini pia anathamini umoja wetu kama mkoa. Utamaduni huu tuudumishe, tuendeleze. Tunaelekea kipindi cha sikukuu. Mkoa wa Geita kwa ujumla wake tumejipanga vizuri sana. Wananchi wasiwe na wasiwasi, watoke wakacheze sikukuu, lakini wakawe na uangalifu na watoto, hasa usalama barabarani. Askari watakuwepo, lakini uangalifu wa wazazi kwa watoto wao ni muhimu sana. Lakini kuna vile vitendo wa kupeleka watoto kwenye madisko toto na maeneo ambayo ni hatarishi. Naomba nitoe wito kwa wananchi kwamba sikukuu ni kufurahi na familia na kumshukuru Mungu kwa kipindi chote hiki cha siku 30 ambacho tulikuwa kwenye mfungo, na sio vitendo vile ambavyo vinaweza kuhatarisha maisha yako labda na ya mtoto wako.